ikiwa katika ratiba tangu umeambiwa, na kinachofuata hapa ni huduma yenyewe ya kuingia katika jengo hili ambalo kwa naomba tu mwasikivu, kabla tujaukata huu tepe kuingia ndani, tunataka tueleze mambo machache. Wakati malango yatakapokuwa yamefunguliwa ya mbinguni kwa ajili ya waaminifu kuingia katika mbingu, swali langu na swali lako wewe ambao umekuwa hapa ukishuhudia tukio hili, je, utapata nafasi ya kuingia katika malango ya mbinguni? Je, utakuwa miongoni mwa wale ambao watapata nafasi ya kuingia katika malango ya mbinguni? Ombi liwe miongoni mwako ya kwamba Bwana anapokuja upate nafasi ya kuwepo katika malango yale. Itakuwa ni furaha kiasi gani ikiwa tunapoingia hivi leo katika nyumba hii ambayo leo inaenda kuwekwa wakifu, ndivyo utakapoingia katika malango ya mbinguni, malango ya milele, kule ambapo kutakuwa hakuna kifo, kule ambapo kutakuwa hakuna magonjwa kabisa, na kukaa milele katika zile mbingu. Karibuni nyote katika huduma hii takatifu ya kuliweka jengo hili la kanisa la Kangariani wakifu siku hii ya leo kwa ajili ya huduma takatifu ya wanadamu, lakini pia kwa ajili ya huduma hizo takatifu kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Karibuni sana, mjisikie mko mahali sahihi, mahali ambapo Mungu ameandaa watu kwa ajili ya kumondolea aibu na hatimaye kabidhi jengo hili kwa ajili ya mikutano ya ibada. Bwana wetu abariki. Amen. Naomba Askofu Sando tusaidiane kushika utepe huu tunapoya. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa ajili ya kuwaleta wote waliotoka maeneo mbalimbali kufika mahali hapa. Kipekee kabisa tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa ajili ya Dr. ya utambulisho iliyomsalia. Kwa mara nyingine tena niwakaribishe waimbaji wa kwaya ya Ukonga. Amen. Bwana awabariki sana. Amen. Karibuni Mara. Amen. Karibuni Kangariani. Amen. Asanteni sana. Niwalete kwenu viongozi wetu wa kazi katika majimbo mawili. Tunalo jimbo la ukanda wa dhahabu, Nyanza Gold Belt Field, ni jirani yetu, lakini pia ni mwenyeji katika mazingira haya. Nilete kwenu mchungaji Enoch Sando, ndiye mwenyekiti wa jimbo hilo la ukanda wa dhahabu, ili aweze kuwasalimu. Karibu sana Pastor. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu sana ambaye amenipa kibali cha kufika mapema kushiriki ibada ya siku ya leo. Amen. Nilitamani niwepo mazingira haya mapema, lakini kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu kuzizuia, ilinilazimu baada ya ibada jana kuondoka. Tulikuwa na ugeni wa naibu waziri mkuu, kwa hivyo tuliondoka muda wa saa 11 jioni kutoka Kahama, lakini tuliazimu moyoni kwamba lazima tufike Kangariani. Hapa ndipo nilipozaliwa, japo nililelewa pengine nje, lakini hapa ndipo kitovu chetu. Na mimi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ndugu yangu Dr. David pamoja na familia yake, mke wake Dr. Mary, na nimefurahi kumwona mama yetu Mama Rahabu. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya vile ambavyo Mungu alisukuma mioyo yao kuweza kumtolea sadaka ya kuliweka jengo hili katika hali ambayo inampa yeye sifa, heshima na utukufu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana Dokta, lakini niwashukuru sana na viongozi wa Mara Conference pamoja na uongozi mzima wa mtaa huu wa Bugucha, viongozi wa kanisa la Kangariani, wazee wa kanisa na washiriki wote ambao walimpatia Dr. Masambe ushirikiano katika kutoa sadaka hii kwa Bwana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana waimbaji kutoka Ukonga. Ukonga ni sehemu ya nyumbani, ni sehemu ya familia ya Sando. Watu wa Ukonga wanajua. Ukonga ndipo na mimi nilianza safari yangu ya imani, ndipo nimebatiziwa. Kwa hiyo pana historia. Kwa hiyo watu sahihi wa kuja hapa, sijui roho aliongozaje, nadhani ni ninyi. Mungu awabariki sana kwa kukubali kuja. Na asante sana viongozi wetu wa conference kwa kukubali huduma hii siku ya leo iweze kufanyika. Hii ni historia kubwa sana, na Mungu mbinguni anashangilia. Mungu awabariki sana. Kangariani ni kituo ambacho kimezalisha wamishonari wengi. Kila kona ya Tanzania ukienda lazima mkute mwana Kangariani yupo. Hata Ukonga nanyi kuna historia ya Kangariani. Bwana wabariki sana. Bariki sana. Yes. La kanisa la Waadventista wa Sabato Kangariani
kwa mgeni rasmi leo tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2023. Utangulizi. Namba moja, ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni risala ya Kanisa la Adventista wa Sabato Kangaliani. Jina la Kangaliani limetokana na mlio wa ndege waitwao kanga. Ndege hao waitwao kanga walikuwa wanapanda juu ya mawe yaliyokuwa juu ya kilima kilichopo karibu na mji wa Mzee Kia Barante na kuanza kusikika kwa sauti zao. Historia ya kanisa. 2. Kuingia kwa Injili katika kijiji cha Kangaliani ililetwa na vijana 6 waliokuwa wakitoka katika kijiji cha Kangaliani na kwenda kusoma katika shule ya chekechea ya kanisa la Bukucha. Kuanzia mwaka 1942 chini ya mwinjilisti Gideon Mbusi. Vijana hao waliweza kuamini na kuweza kubatizwa na kuwa washiriki wa kwanza kutoka katika kijiji hiki, nao ni kama wafuatao: Filipo Mwitagimero, Meshaki Isalala Marwa, Samuel Sando Nega, Mtundi Iloga Marwa, Jason Mwitagisili, Nashoni Magari Mniko. Namba 3. Kuanzishwa kwa kundi la Waadventista wa Sabato Nyamilingi. Kundi la Sabato Nyamilingi lilianzishwa kutokana na azimio la Baraza la Mtaa la mwaka 1968. Ilionekana kundi la Nyamilingi lilianzishwe ili kuleta huduma ya kiroho karibu na watu. Kwa hiyo mwaka huo mshiriki wa kanisa Emmanuel Masambe alitoa eneo la shamba lake kujengwa jengo la kundi. Kuhama kutoka kundi la Nyamilingi kwenda Kangaliani Center au Komotambe. Kutokana na azimio la Bunge Tanzania kuwa ifikapo mwaka 1967 Watanzania waanze kuhamia katika kijiji cha ujamaa. Kama hivyo, wananchi wote wa kijiji cha Kangaliani walihamia eneo la Center au Komotambe mnamo mwaka 1973 hadi 74 na kuliacha jengo la kundi la Nyamilingi kule Mahameni. Mshiriki mmoja kwa jina la Mikaeli Machela Mahanga alitoa chumba katika nyumba yake ili kuwa chumba cha kufanyia ibada mwaka 1976, ambapo tena mshiriki mwingine Mishali Mahanga Sando alitoa jengo lililokuwa katika uwanja wake aliokuwa amepimiwa ili liwe jengo la kuabudia hadi mwaka 1977 kundi lilipotengwa kuwa kanisa kutoka kanisa la Bukucha. Kuanzishwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Kangaliani lilitokana na azimio la mtaa wa Bwirigi la mwaka 1976. Baraza lilifanya sensa ya washiriki wa kanisa. Ilionekana kuwa kundi la Wasabato la Nyamilingi lilikuwa na washiriki wa kutosha kufungua kanisa. Pia baraza liliazimia kuwa mahubiri makubwa yafanyike katika kundi la Nyamilingi, na baada ya mahubiri hayo kundi hilo lilifunguliwe na kuwa kanisa kamili kama makanisa yanayounda mtaa wa Bwiregi. Kwa hiyo kanisa la Waadventista wa Sabato Kangaliani lilimsimika rasmi kuwa kanisa tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 1977. Kanisa lilipoanzishwa lilikuwa na washiriki 48. Mzee wa kwanza wa kanisa alikuwa Ruben Kilario Kibaki, huku mchungaji wa mtaa alikuwa Gideon Karambile. Kuhamia kwa kanisa la Adventista wa Sabato Kangaliani kwenda Makundini Center kutokana na upimaji wa makazi uliofanywa na serikali katika kijiji cha Kangaliani mnamo mwaka 1980 Disemba,
Makanisa yalitengewa viwanja vyake maalumu karibu na eneo la senta madukani. Kanisa la Waadventista wa Sabato Kangaliani walipewa uwanja namba 0255/091 wenye urefu wa mita 112 na upana wa mita 52 mnamo tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 1991. Namba 8. Njonzi ya ujenzi wa kanisa la kisasa, pamoja kwamba kanisa lilikuwa limejengwa na kuwezekwa kama jengo la kudumu, bado halikuwa na hadhi nzuri ya kumwabudu Mungu muumbaji. Mshiriki wetu mmoja wa kwanza, jina Ibrahim Soka Sando, akiwa anaishi Dar es Salaam, wakati huo akiwa anakuja nyumbani na kufika kuabudu katika kanisa hili, mama pamoja na watoto wake, kijana wake ambaye ni Daktari David Masame Soka alikuwa kwenye ibada. Hakuridhishwa kamwe na hadhi ya kanisa hili. Akawa na wazo akilini mwake, ni kwa nini tusijenge kanisa la kisasa la kumwabudia Mungu? Baadaye alitoa wazo hilo kwa washiriki wa kanisa. Washiriki nao waliridhia kuwa ni wazo zuri, ndipo mipango ikafanyika na kanisa likagawana majukumu pamoja naye. Lamani ikatafutwa na ujenzi ukaanza Juni mwaka 2022 hadi leo tarehe 31 Disemba mwaka 2023. Inavyoonekana leo tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2023, siku ya kufunguliwa na kuwekwa wakifu kwa huduma takatifu ya kiroho. Mungu awabariki ndugu hao. Amen. Mafanikio. Uinjilisti. Baada ya kanisa kufunguliwa, likawa kituo kikuu cha uinjilisti wa Tarime Mashariki. Kanisa la Kangaliani limebahatika kuwa na wainjilisti walei kama vile mwinjilisti wa kwanza alikuwa ni Chacha Sando. Wainjilisti hao waliweza kutumwa sehemu mbalimbali za nchi yetu kama vile Bukoba, Ukerewe, Kigoma na kadhalika kupeleka injili ya Bwana wetu. Pia kanisa hili limebahatika kuwa na wachungaji wa kondoo wa Mungu kama vile namba 1 mchungaji Chacha Sando, namba 2 mchungaji Elia Range, mchungaji Joeli Nyamtara, namba 4 mchungaji Musa Mika, namba 5 mchungaji Enoki Maro Sando. Kanisa la Waadventista Sabato Kangaliani liliweza kufungua makundi katika maeneo mbalimbali kama vile Nyarukubo, Nyamirama, Karegatunga, Orongo, Birira na Segese. Baadhi ya makundi hayo yamekuwa ni makundi ya kanisa kama vile Gibaso na Nyamirama. Washiriki. Kanisa la Waadventista Sabato Kangaliani liliweza kuwa na washiriki wengi na wengine wamehamia sehemu mbalimbali kama vile Dar es Salaam na wamekuwa mbegu ya neno la Mungu katika sehemu hizo. Kanisa lilianza na washiriki 48 na sasa lina washiriki 184. Uongozi. Kanisa la Waadventista Sabato Kangaliani limepitia chini ya uongozi wa wazee wa kanisa kama ifuatavyo: Liobone Kilalio Kibaki, Jonas Mwita Gisili, Simeoni Wandiba Gisili, Emmanuel Masambe Chole, Nashoni Magane Muniko, Samuel Gikaro Chacha, Yohana Chacha Waitama, Isaya Daniel Bisendo, John Gigori Mwasi, Amos Chacha Msabi, Peter Petro
Gikaro Nyamaya, Elias Mchole Mariba, Elias Simeoni Wadiba, Yohana Gisangale Masambe, Isaac Getavu Marwa, Lukasi Magaibu wa Marwa, Amosi Masambe Mchole, Joakim Mwitabaru. Changamoto za kanisa. Namba 1. Kanisa halina nyumba ya mchungaji. Namba 2, kanisa halina kanisa la watoto. Namba 3, kanisa halina viti vya kutosha kulingana na idadi ya washiriki ambapo hapo wazima ni 184 na watoto 160. Jumla wanakuwa ni washiriki 344 kwa sasa hivi. Kwa sasa lina viti vya watu 150. Namba 4, kanisa halina samani za ofisi. Namba 5, kanisa halina kisima cha kubatizia. Ombi. Kulingana na mapungufu utajwa hapo juu, kanisa linaomba kupitia mkutano huu kuchangia kiasi chochote kitakachopatikana ili kupunguza au kutatua kabisa changamoto hizi, hasa kanisa la watoto. Shukrani. Kanisa linapenda kutoa shukrani zao kwa hao wafuatao: familia ya mzee Ibrahim Soka Sando, 2 washiriki, jamaa, majirani, marafiki waliopo nje na madhehebu yanayotuzunguka. Namba 3, washiriki wote wa kanisa la Adventista Sabato Kangaliani. Namba 4, serikali ya kijiji cha Kangaliani. Mwisho, kanisa linaomba wote waliotajwa hapo juu, Mungu awabariki na kwa mali na afya na mwisho tutakutana paradiso. Amina. Jina naitwa David Masambe Sando, ni kijana wa pili kwenye familia ya mzee marehemu Abraham Soka Sando na mama Rahab Sando ambaye yuko hapa leo hii. Nimeombwa nitoe shukurani na kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameweza kuwa mwema kwenye maisha yetu. Fadhili zake na baraka zake kwa kweli itoshe kusema tu kwamba Mungu tumwache aitwe Mungu. Amen. Wakati wazo likitokea hatukujua kwamba hii siku itafikiwa, lakini tulianza kwa hatua ya imani tukiamini kwamba kwa kuwa tuna marafiki na tuna ndugu wengi, basi njozi siku moja itatokea kuwa uhalisia. Na kuwepo hapa leo na kuona kwamba tumefikia hii hatua, kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Kama ilivyosemwa, bado kuna mengi ya kufanya, lakini tunapenda kweli kabisa kuwashukuru kila mmoja aliyefika hapa kuweza kumshukuru Mungu kwa mbaraka huu. Ili wazo lilianza tukiwa kwenye msiba wa mama mzazi wa Pastor Enoch. Tukaja hapa na wakati tukifikiria je, ibada ifanyike hapa au ifanyike pale nyumbani. Kwa kweli kuanzia pale tulikuwa na mazungumzo mengi sana kwenye ukoo wetu kusema kwamba hili kanisa liendane na hadhi na mibaraka ambayo Mungu amefanyia wazee wetu kupitia kwenye hichi kijiji. Na mimi ni sehemu tu ya mchakato. Nyuma yangu kumekuwa na timu kubwa. Mama amekuwa ni mchochezi mkubwa kuhakikisha hili limetokea. Tunamshukuru mama. Niko na kaka yetu ambaye hayuko hapa na familia yake, Tobias Sando, ambao wako Marekani, lakini napenda kutambua mama mkwe yuko hapa wa Tobias Sando. Sijui kama yuko hapa Mama Mfuru. Mama Mfuru yule anawakilisha timu ya familia ya Tobias na Mwita Sando pamoja na Sheila Mfuru ambao wako Marekani, lakini wametoa mchango mkubwa sana kufikia hapa tulipo. Niko na mke wangu Dr. Mary Mwanyika na watoto wetu Crispin na Alisa, na sio hawa tu, pamoja na familia yake, mama yake mzazi Mama Mwanyika pamoja na timu nzima ya upande wao, nao wamekuwa msaada. Na Mama Mwanyika yuko pale ambaye ni mama mkwe wangu, mama yake Dr. Mary ametoa mchango mkubwa sana
na familia yake, na naamini yuko hapa na dada yangu mkubwa Nancy ambaye ni shemeji yangu pamoja na watoto wake wote wamekuja kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwamba hili limeweza kufanikiwa, na wamekuwa msaada mkubwa kwenye safari nzima. Ndugu wetu naye Sando sijui kama yuko hapa na familia yake, nao wamekuwa msaada mkubwa sana. Wamekuwa mara nyingi sana, wakati mwingine tukiwatuma kuja hapa kusimamia vitu. Nipende vile vile kuwashukuru yeye pamoja na Tamika, Emmanuel naye Sando pamoja na familia yake, nao wamekuwa msaada mkubwa, tunashukuru sana. Dada yetu Gati ambaye nadhani yuko na vijana wake somewhere, na hata mapambo yote ni yeye ameyafanya, amekuwa mchango mkubwa. Na mdogo wetu wa mwisho ambaye naye yuko Marekani, Boke, ametuma mchango mkubwa, na actually chakula atakachokula sehemu ya ng'ombe wametoka Marekani mchango wake. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hii familia, lakini hii familia hatakuwa sisi wenyewe, tulikuwa tumezungukwa. Pastor pamoja na familia ya marehemu Pastor Chacha Sando, baba yetu mkubwa, wamekuwa msehemu mkubwa sana hii. Familia ya mzee Boke ambaye naye nimetajwa hapa, mnafahamu Paul Lameki na Amos Lameki, wamekuwa nao ni sehemu kubwa ya mchango huu. Tumepata vile vile michango mingi kutoka kwa familia ya kaka yetu Charles Mwela. Niliona mama Mwela yupo hapa, hawakuweza kufika, lakini familia yake nayo imetoa mchango mkubwa sana kuhakikisha hapa tumefika. Na nipende tu kusema kwamba tunawashukuru wote kwa ujumla. Tukianza hili zoezi haikuwa rahisi. Wakati tukianza kufikiria hii ndoto, Kangaliani haikuwa hii ambayo mnaiona leo. Na nipende kumshukuru mbunge wetu. Kwa kweli kama kuna watu ambao wamepambania Kangaliani imefika leo, unaona hata huu mwanga, miaka michache iliyopita kulikuwa hakuna hata hizi taa. Barabara ya hapo ulikuwa uwezi kuendesha gari ukafika. Ulikuwa unafika Tarime unauliza Mogabiri kunapitika, wapi kunapitika, unaambiwa lala Tarime, huwezi kuja huko. Lakini kwa kweli mbunge amekuwa msaada mkubwa pamoja na kaka yangu diwani. Kwa kweli hawa watu wawili wamekuwa ni watu ambao mara kwa mara nawasumbua kwa simu, kutaka ushauri wao, kutaka msaada wao pale ambapo mambo yalikuwa haendi vizuri, na wamekuwa na sisi bega kwa bega, na nafurahi kuona kwamba wako pamoja nasi hapa. Amen. Nashukuru mafundi ambao wengi wametoka Dar es Salaam, wameweka kambi hapa, na mpaka sasa hivi nimeona wengine wote walikuwa wanaweka kambi, na waliposikia tunakuja wote wako hapa kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hiyo ni washukuru timu ya mafundi ambao wamefanya kazi usiku na mchana. Kwa ya kama ambavyo imesemwa, Ukonga ni sehemu ya kasema hapa. Mimi ni mtoto wa Konga tangia PF, tangia AY. Kuna watu walikuwa nao master guide, kuna wengine sijui walikuwa walimu wangu, lakini sijui kama kweli walikuwa walimu wangu wa master guide. Kwame, nashukuru kumuona pale. Kwa hiyo Ukonga ni sehemu ya maisha yetu, familia ya sana. Mimi na mke wangu sasa hivi ni washiriki wa Magomeni. Mama na wadogo zangu wengine wote bado ni washiriki wa Ukonga. Kwa hiyo tunashukuru timu za Magomeni. Pastor Masunga alitamani kuwepo hapa, lakini kulikuwa na ratiba nyingine. Magomeni sio tu, lakini kina mama walipoenda Dar es Salaam walianza kusali Magomeni. Kwa hiyo Magomeni nayo ina connection kidogo na huku, lakini tunafurahi kwamba Ukonga ambapo mzee wetu Abraham Soka Sando alikuwa ndio mshiriki namba 1, wameweza kuja hapa. Ilikuwa ni ndoto ya mama kuona kwaya yake ya Ukonga inakuwepo hapa. Nafurahi kuona kwamba hilo limewezekana, na Pastor Matongo na katibu, naamini kabisa mchango wenu kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri na maelekezo yenu yote yameweza kufanya hili limefanikiwa sana. Nishukuru sana uongozi wa kanisa la Kangaliani. Mzee Amos, kwa kweli umekuwa msaada mkubwa, timu nzima ya kaka yetu Mwalimu Kikalo, Joakim, Mwalimu Tinga pamoja na Isaac, wote kwa ujumla na washiriki. Kila mara ambapo tumekuwa hapa tumejisikia nyumbani. Tumefanya kazi kama timu moja, tumefikia hapa na tunaamini kwamba tutaendelea. Tumeweka dhamira kwamba sasa hivi next ni jengo la watoto. Tunataka tuwe na jengo la watoto ambalo vile vile litakuwa linatoa fursa ya kuwa na shule ya awali. Watoto wetu wengi hapa kabla ya kwenda kwenye shule ya primary wanakosa fursa ya kujifunza na kujiandaa vizuri kwa ajili ya masomo yao ya msingi. Kwa tutaanza hapo, na nimeona kwenye risala kundi lote hili ambalo nimelitaja lilikuwa nyuma ya haya maendeleo yaliyotokea hapa liko tayari sasa hivi kuingia kwenye stage ya pili.
Kwa hiyo ningeomba wote muweze kutuunga mkono na siku moja tukutane hapa tukiwa tunalifungua rasmi hilo jengo hivi karibuni, tukimshukuru Mungu kwa mbaraka huo na ambao tunaamini kwamba utakuwa chachu vile vile ya maendeleo kwenye kijiji chetu. Amen. Niseme mengi sana, niwashukuru sana na niwatakie kila laheri na Mungu aendelee kutubariki tunaposhiriki kwa ajili ya kueneza kazi yake. Asante sana. Ibada hii ya kuweka wakfu jengo hili linapatikana kitabu cha Ezra sura ya 6. Tutasoma mstari wa 16 na mstari wa 17. Ezra sura ya 6 mstari wa 16 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, na wana wa Israeli na makuhani na Walawi na watu wengine katika hao waliohamishwa wakaiweka wakfu nyumba ya Mungu kwa furaha. Na katika kuiweka wakfu nyumba ya Mungu wakatoa sadaka ng'ombe 100 na kondoo waume 200 na wana kondoo 400. Tena wakatoa mbuzi waume 12 kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya Israeli wote kwa hesabu ya kabila za Israeli. Itarudia tena. Na wana wa Israeli na makuhani na Walawi na watu wengine katika hao waliohamishwa wakaiweka nyumba ya Mungu wakfu kwa furaha. Na katika kuiweka wakfu nyumba ya Mungu wakatoa sadaka ng'ombe 100 na kondoo waume 200 na wana kondoo 400. Tena wakatoa mbuzi waume 12 kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya Israeli wote kwa hesabu ya kabila za Israeli. Mungu abariki neno hili kwa jina la Yesu. Amina. Amen.
niseme nini Baba, nitasema nini? Wewe umenilea kwenye viganja vya mikono yako, sina hata neno zuri zaidi ya kusema asante, asante. Wewe umenilea kwenye viganja vya mikono yako, sina hata neno zuri zaidi ya kusema asante, asante. Nikianza kuhesabu mibaraka maishani mwangu, nashindwa niseme nini Baba, nitasema nini? Wewe umenilea kwenye viganja vya mikono yako, sina hata neno zuri zaidi ya kusema asante, asante. Wewe umenilea kwenye viganja vya mikono yako, sina hata neno zuri zaidi ya kusema asante, asante. Nikianza kuhesabu mibaraka maishani mwangu, nashindwa niseme nini Baba, nitasema nini? Wewe umenilea kwenye viganja vya mikono yako, sina hata neno zuri zaidi ya kusema asante, asante. Mkono wako alafu useme Mungu wangu asante sana. Sema Mungu wangu asante sana. Bwana awabariki sana. Nishukuru sana uongozi wa mtaa huu, mchungaji rafiki yetu Musa Magau ambaye ana siku chache tu tangu ameripoti katika mtaa huu, lakini amefanya kazi kubwa sana ya kuandaa programu za tukio la leo. Bwana kubariki sana. Najua kazi hiyo ulifanya pamoja na wazee wa kanisa na waumini wote. Bwana awabariki. Nishukuru mchungaji mtangulizi wa mtaa huu, mchungaji Funka, ambaye alifanya kazi kubwa na wachungaji wengine. Bwana awabariki wote. Kwa namna pekee nishukuru mchungaji Range mstaafu ambaye amesafiri akaja hapa kuungana pamoja nasi na mke wake. Mbarikiwe sana. Ruhusu nimshukuru sana mbunge wetu Mheshimiwa Itara pamoja na majukumu yote ambayo amekuwa nayo, na hata sasa amechagua kwamba awe pamoja nasi. Mheshimiwa mbunge, tunakupenda, tunakuamini na tunajua kwamba Mungu amekuweka kwa kipindi hiki kwa muda maalum. Ni kweli tumeshuhudia kazi kubwa ambayo umeifanya katika jimbo hili la Tarime, na mimi ni mtoto wa hapa Itiro kwenye kata hii. Natambua kazi kubwa ambayo Mungu amekutumia kufanya. Bwana atubariki sana. Na kwa kuwa ratiba ndefu, nadhani tumruhusu mbunge aseme neno kwa ajili yetu kabla sijaendelea. Wanaokubali waseme ndio. Mwenzangu, kiongozi wa serikali mwenzangu, mwenyekiti wangu wa halmashauri, tuna kikao kule Kuihanja cha shughuli za maendeleo, nikamwomba kwamba mheshimiwa diwani aniwakilishe. Lakini naona maneno ya mwisho leo chombeza haya akawa amedhibiti. Mchungaji ameniwahi asante sana. Lakini sasa tu kwamba hata mimi namshukuru Mungu sana. Mimi ni mwalimu kitaaluma. Kwa hiyo nilikuwa napitia risali iliyosomwa hapa. Hata mimi nilikuwa sijui Kangaliani litokana na nini. Ndio nimeona hapa. Lakini pia imetusaidia kanisa limeanza au vuguvugu la kanisa limeanza mwaka 1942. Ndio tumejiona wengine wote ambao wametajwa. Bahati nzuri mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Mimi nimeenda Dar es Salaam pale Konga nikiwa mkubwa, nikiwa mtu mzima tu, zaidi ya miaka 18. Kwa hiyo wote waliotajwa na wafahamu. Tuna Rifayo, National Siri, Mzee Masambe, wengine wazee wa kanisa hapa tumesoma nao. Nimeona Kisangari yupo hapa. Tulikuwa classmate moja hapo Kangaliani shule ya msingi. Mwalimu Gikao amenichapa bakora sana, hapo anafundisha mwandiko. Mzee wa kanisa, lakini pia Mchacha Tinga amenifundisha hesabu darasa la 6 hapa. Kwa hapo ni ndugu zangu. Na mimi wazo ambalo limewekwa ni wazo jema
naliunga mkono kwamba unakuwa na kanisa lakini pia na kanisa la watoto ambalo linaambatana pia na kutoa taaluma. Hilo ni jambo jema, na mtakubaliana mimi kwamba hata Dr. David asimame hapa, unaitwa dokta. Unajua siku tuna madaktari feki, sio? Unaweza kaenda ukatengeneza cheti ukaitwa daktari. Ukimsikiza wakati pia nafasi ya kuzungumza hapa, alizungumza kitaaluma. Hakusema mimi naitwa Dr. David Soka, sio? Unatakiwa utambulishwe. Yaani sisi tutambua kwamba wewe ni daktari. Yeye aseme jina ambalo alipewa na wazazi wake. Na maprofesa wale maprofesa halisi huwa wanasema mimi naitwa fulani fulani. Sasa hivi mnajua huyu ni profesa. Sasa nipongeze daktari kwa kazi nzuri amefanya tangu mwanzo, na naomba endelee hivyo tu. Sisi ndugu zako tupo hapa. Mchungaji amesema niseme neno, lakini mimi naomba nitumie fursa hii na hadhara hii kuwatakieni heri mwaka mpya wa 2024 wote. Lakini pia tumtakie heri Mheshimiwa Rais Mama Samia, apokee mwaka kwa amani na nguvu, aendelee kuchapa kazi. Lakini pia natakieni heri wananchi wote wa jimbo la Tarime vijijini kwa heshima mlionipa mimi nikaendelea kuitwa mheshimiwa. Lakini natakia heri sana wananchi wote wa Kangaliani, mwenye utulivu mnapoenda kupokea mwaka mpya, mchukue tahadhari kwa usalama, kwa amani, na mjipange kutafuta maendeleo kwa mwaka 2024 ujao. Mimi hapa na kazi mbili muhimu. Kwanza, makanisa yote ni ya mbunge. Mimi harambee zote ambazo zinafanyika kwenye makanisa yote, kwenye misikiti, kwenye vikundi vya kina mama, vikoba, vyote ni vya mbunge. Kwa mbunge huwa anatoa sadaka kidogo kidogo, hatoi nyingi nyingi. Utashindwa kufanya makubwa. Lakini jambo kubwa ni kwamba kazi mlionipa ni kufanya huduma za maendeleo. Mchungaji tumekutana mara kadhaa kwenye msiba wa Mzalendo pale, alikuwepo na maeneo kadhaa kuzungumza na mawasiliano. Jimbo hili lina kata 26. Unatoka hapo Nyanungu unaenda mpaka Kuihanja. Unatoka Kuihanja unaenda mpaka kule Kumaswa kwa Mzee Gachuma. Alafu unaitafuta Kiongera kule Susuni. Unaenda mpaka Sirari mpakani. Kwa kazi ambayo mnaona hapa Kangaliani. Leo unaweza ukaamua ukatoka hapo ukaenda Kibaso, ukaenda Nyamongo, ukaenda Kibasuka, ukaenda mpaka Nyagisi, ukarudi hapa. Ni maeneo mawili tu tunakwama kwenye barabara. Na nimesema hapo njia panda, na sasa hivi tumeshatangaza tenda. Mkandarasi akipatikana tutaweka mora hapo. Kutokea kule njia panda msitu tutaenda mpaka Nyamumbara. Kwa shida mawasiliano tutakuwa tumemaliza. Mengine haya tutapata nafasi ya kuwasiliana ili tuweze kufanya kazi. Lakini nataka niwaahidi kwa niaba yangu binafsi, lakini mheshimiwa diwani wa halmashauri hii, tutafanya kazi mliotukabidhi kwa muda wa miaka 5. Ikiwapendeza tutaendelea, mkitupa likizo tutatafuta kazi nyingine ya kufanya. Sasa niseme tu kwamba mimi naomba udhuru kwa kweli, lakini kwa kuwa shughuli inaanza, mimi nitachangia shilingi milioni 1. Na mwenyekiti wangu wa halmashauri ambayo tunaambatana naye yeye atachangia hela. Mimi namwelekeza kutoa shilingi 500 ili asizidi mbunge. Lakini vile vile na mbunge rafiki yangu ambaye ni mbunge wa Timaru tunamtumia hata kuuliza maswali bungeni. Mheshimiwa Gati Chemete ataleta hapa shilingi 500 kwenye shughuli hiyo. Sasa mnipe nafasi tarehe 5 na shughuli hapo nyumbani ya mwaka mpya. Na wakaribisha wote ambao mtafanikiwa kuwepo hapa. Kama watu wa Konga mtaendelea kuwepo, lakini mambo ombi mtafikiria mtalipa majibu. Tarehe 5 tutakaribisha mwaka hapa nyumbani kwa mzee mkuu wa wizara wote, na wakaribisha mgaburo wangu na hao viongozi watakuwepo. Kwa mchungaji na dokta tutawasiliana. Inawezekana tukachanga mpaka milioni 3 hivi kusaidia eneo hilo. Lakini hiyo ni kwa awali, milango haijafungwa. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba kila hatua tutakuwa tuko pamoja. Ni mazungumzo habari ya viti, tuna wadau, tutasapoti. Mtahitaji mabenchi watoto wakae pale wasome, tutasapoti. Sio tunataka kwenye halmashauri kuna mafundi na ndio tutafanya ambao tutawasiliana. Lakini kazi inafanyika hapa. Juzi nilikuwa kule kwa Maswa, Roman Catholic nilikuwa pia na harambee wanajenga kanisa. Kwa hiyo tunashiriki maeneo mbalimbali. Kwa mbunge akitoa milioni 1 msiumie sana kwa sababu ndio shule yenyewe. Ukitoa milioni 1 kwa kata 26, alafu kwa mitaa kama hii ya Kisabato, hali sio nzuri sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nawashukuru sana na natakia kila la heri na Mungu awabariki sana, asante sana. Ambaye mahali pako pa kuishi ni mbinguni na hapa ni miguu yako imewekwa.
Kanisa hili unajua, lilipoanza ilikuwa na kipindi kigumu kabisa, lakini sasa tunashangilia kuona sifa njema ya kwamba kanisa limewekwa wakifu, lakini limeendelea sana, na maendeleo mengine yalitokana na watu waliotoka katika kanisa hili, wakatoka wakaenda wakarudi, kama Dr. Sando. Watoto wa hapa wana sehemu ya kufanya. Ninakushukuru kwa sababu leo tumekuja kushuhudia kazi njema iliyoasisiwa ambayo inahitimishwa katika kuweka wakifu kanisa hili kwa utukufu wako. Sasa nasema kwamba umeleta baraka kubwa katika eneo hili. Wenyeji wameona, visiwa vikaona, vikashukuru. Kwa hiyo hata sisi tunakubaliana. Hapa kuna mtumishi wako, mjumbe, mbunge wa taifa, kwa niaba ya kanisa na kwa niaba ya wananchi wake. Tunakushukuru kwa sababu si kwa kiwango alichotoa, lakini kwa sababu amezaliwa hapa. Maana mimi nilipokuja baba, niliona mabadiliko, nikauliza ya kwamba mabadiliko ya hata barabara na mazingira haya yametengenezwa na nani? Watu wakaniambia kwamba ni Waitara. Basi niona mtoto kwamba amerudi nyumbani, anakumbuka nyumbani, anafanya kitu nyumbani, na mcheze kwao kutuzwa. Ninaomba sasa umbariki huyo ndugu, aendelee kutumika katika nchi na katika kanisa. Umjali ya kuwa na mawazo mazuri anapotembea. Unajua sisi tunaomba kwa ajili yake. Naomba sasa ufanye hivyo na familia yake, uizungushie, uondoe vikwazo vilivyoko katika shughuli zake. Umsaidie baba kufanikiwa katika sauti na katika mipango. Na hivyo ndivyo tunaposema kwamba jina lako litukuzwe, kwa sababu umeruhusu tumweke wakati linawekwa wakifu, na huyu naye amewekwa wakifu. Kwa hiyo baba mjalie. Lakini nashukuru kwa ajili ya huduma hizi za leo, zimefanywa na watu wamekuja. Bariki sana programu hii inaendelea. Bariki Pastor Matongo na watu tuliofika kwa ajili ya kuangalia, kwa kushuhudia. Naam, jina lako litukuzwe kama vile linavyotukuzwa mbinguni, na kwa jina la Yesu, amina. Mulitunze liwe safi siku zote. Na mwekea pale sehemu za kutoa tope, msiingie na tope humu. Mwe mnaweka usafi vizuri kabisa ndani ya kanisa hili. Tunashukuru kwamba hii roho ya kumjengea Mungu makanisa imeendelea kuinuka kwa watu wetu, na tunamshangilia Bwana. Nimeendelea kupokea makanisa mengi ya watu ambao wanajengwa akikabidhi Mungu, na Bwana azidi kuwabariki. Baada ya shukrani hizo, niruhusu kwa namna pekee niipitie risala hii, na kabla sijaipitia, niruhusu nitoe shukrani kwa askofu mwenzangu, mtoto wa hapa, Mchungaji Enoch Marwa Sando, pamoja na mke wake na mtoto wao Roda, ambao wamechagua kwa mwendo mrefu kusafiri kuja kushuhudia kanisa la nyumbani likiwekwa wakifu. Mchungaji Enoch Sando si tu kwamba ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. Majuma machache yaliyopita, kama si mawili, nilimuomba kushirikiana naye katika kanisa jingine kuweka wakifu kule Nyamekoma, Nyamongo, na alikubali na akaja tukafanya kazi hii kwa uzuri sana. Nikushukuru sana Mchungaji Enoch kukubali tena kuwa sehemu ya baraka ya jengo hili, na akaona haliwezi likawekwa wakifu bila kufika. Pamoja na majukumu mengi ambayo alikuwa nayo, pamoja na mke wake, wamechagua kuja kuwa pamoja nasi. Wangapi wanawakaribisha tena? Hata Ukongo na ukaribisha pastor. Karibu sana. Niwaombe sasa kwa namna pekee twende katika risala ile. Ilianza mwaka 1942. Binafsi nikajaribu kufanya mahesabu, nikaangalia kwamba mpaka sasa tunaenda kuliweka kanisa hili wakifu likiwa na miaka 75 na siku 335. Huo ni muda mdogo.
miaka 75. Hata mimi sijaifikisha miaka 75. Nani ana miaka 75 kwenda juu? Ni Pastor Range na wengine huko nawaona, na wengine huko. Miaka 75 ni siku nyingi sana. Hii ni sawa na miezi 911. Hii ni sawa na wiki 3961. Hii ni sawa na siku 27,729. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Na leo tunashuhudia Kangariani likiwekwa wakifu. Tunashukuru wale ambao mliandaa taarifa hii. Tumeona washiriki waanzilishi wametajwa vizuri, ambao walifanya kazi kubwa katika kanisa hili. Nimevutiwa sana kumwona mzee Yason Gisiri ambaye binafsi nilimfahamu sana. Mzee Yason Gisiri ndiye pia aliyeshiriki baraka za kusimika shule ya sekondari ya Nyasinja. Kumbe naye itokea hapa. Kwa hiyo ili kanisa lina historia moja ambayo ni nzuri sana. Na taarifa pia imeonyesha kwamba tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 1977 ndipo liliweza kupangwa rasmi kuwa kanisa kutoka katika kundi mwaka 1942. Kwa hiyo 77 likarasimishwa kama kanisa miongoni mwa makanisa katika uliokuwa mtaa wa Bwerege. Na tangu mwaka huo nikafanya mahesabu, nikakuta kwamba tangu limekuwa kanisa ni miaka 46 na siku 331. Hii ni sawa na miezi 565, ni sawa na wiki 2447, ni sawa na siku 17133, ni sawa na masaa 411,205, na leo linawekwa wakifu. Amen. Na ndio maana nawaambia kwa sehemu ya sherehe ya leo ni historia. Ni historia ambayo wengi wanatamani waipate lakini hawaipati. Chukua nafasi hii kuwashukuru wale waasisi, japo wengi wao hawapo. Mzee Robert Kerario, huyu ni babu yangu, ndiye amezaa mama wa mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu yuko hapa, mama simepatia. Huyo ni babu yetu. Kumbe alikuwa miongoni mwa waasisi hapa. Robi Rahabu Mtundi, Perusi Robeni, Yasoni Mwita na Ada ya Noko na wengine ambao wametajwa. Kuna aliyetajwa bado yuko hai, yuko hapa. Asimame. Bahati nzuri au mbaya, wote waasisi. Yupo hata mmoja. Rahabu yupo. Naomba asimame. Unajua ni vizuri kuwaenzi wazee hawa. Kama lina wachungaji wengi. Yaani nyie mmebarikiwa. Kanisa moja wachungaji 6. Limetoa wachungaji 6 kanisa moja. Na limemtoa askofu yuko hapa mbele. Jamani, hiyo mwezi hata mkasema amina. Haleluya. Kanisa limemtoa mchungaji mstaafu yuko hapa, mzee Range. Yuko hapa, mmefyeka mapori. Kanisa hili lina historia kubwa sana, na tunaomba vijana wengine wajitokeze kwa ajili ya kumtumikia Mungu wetu. Lakini pia nimevutiwa katika taarifa hii ya kwamba baada ya kuwa Dr. David pamoja na ndugu zake na marafiki kwa kuiwa kufanya kazi hapa, wakaanza mwezi Juni mwaka 2022. Imeonekana kazi hii ilikuwa na spidi kubwa, maana imechukua tu mwaka mmoja na siku 204, na leo tunamkabidhi Mungu jengo. Amen. Mwaka mmoja kujenga jengo hili si kazi ndogo, ni kazi kubwa. Dokta, tunakupongeza tena. Bwana azidi kuwabariki sana. Kwa kweli inatia moyo. Nimevutiwa kusema hayo machache katika historia hii, na sasa niwaombe mniruhusu niseme kwa ufupi maneno kwa ajili ya kuliweka kanisa hili wakifu. Wazo la kuweka kanisa wakifu halikuanza na uongozi wa mtaa, halikuanza na uongozi wa conference, haukuanza na wafadhili waliojenga. Katika historia kote, katika maandiko ukisoma,
Wazo la kuweka wakifu lilianza na Mungu mwenyewe, ndiye aliyelileta. Unapoona tunafanya hili tukio, mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Katibu wetu pale nje alituambia, nami naomba nirudie, kwamba Mungu alikuwa ameanzisha wazo hili vizuri, na Daudi alikuwa na mpango wa muda mrefu wa kumjengea Bwana wetu hekalu, kazi ambayo alishindwa kuifanya. Na habari njema ni hii, kwamba mtoto wake aliyekuwa anaitwa Suleiman alipata bahati ya kujenga jengo na hekalu kwa ajili ya Mungu. Na hii ikanipelekea kuwaza ya kwamba yawezekana hata wazazi waliotangulia, watangulizi waliotangulia walikuwa na wazo la kujenga jengo bora zaidi, na sasa tumeona watoto wao wakina Dr. David wanakuja kutimiza wazo hili. Ndivyo ilivyokuwa hata hapo mwanzoni. Daudi alishindwa, maana alikuwa amemwaga damu nyingi sana, lakini Mungu akaruhusu akusanye vifaa vingi, na hatimaye mtoto wake Suleiman akaja akajenga hili hekalu zuri sana enzi yake, na hatimaye akamkabidhi Mungu na akaliweka wakifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeelezwa vizuri, kama nakumbuka tulivyoanza pale nje, kwamba kwa miaka 7 Yerusalemu ilijazwa na wafanyakazi waliokuwa na shughuli nyingi. Walikuwa wakiswalisha viwanja vizuri kwa ajili ya kujenga hekalu. Walijenga kwa kuweka misingi mipana, nguzo nzuri kwa ajili ya kumjengea Bwana wao hekalu. Na ndio maana Biblia, kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 17, Wafalme wa Kwanza sura ile ya 5 mstari wa 17 inatueleza kwamba walileta vifaa, walileta mawe makubwa, mawe ya thamani, mawe yaliyokuwa yamechongwa vizuri kutoka kule sehemu ambapo yalikuwa yanatolewa, yalikuwa yanakuja yamechongwa kwa vipimo vizuri. Wakatengeneza mbao nzito ambazo zilikuwa zimeletwa kutoka msitu wa Lebanoni, nzito nzuri, mbao za nyerezi vizuri kabisa. Wakajenga patakatifu pazuri, mimbali nzuri, vifaa vyote vizuri, na kazi ya ujenzi ilifanywa kwa ustadi mkubwa na fundi mahiri ambaye alikuwa anaitwa Hiram, aliyekuwa ametokea Tiro. Na hapa nimesikia daktari anatuambia hata mafundi waliojenga hapa ni mahiri kama Hiram, maana wametokea Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lile la Sulemani lilijengwa na Hiram ambaye tokea Tiro, ambaye alikuwa ni mtoto tu wa mjane wa kabila la Naftali. Na huyu ndiye alikuwa ni mtaalamu, na baba yake alikuwa ni mfua shaba, kwa alikuwa amejifunza namna baba yake alivyokuwa anafanya kazi. Na hata alipokuwa amekuja kujenga hekalu wakati ule, alijenga kwa ubora sana. Alipokuwa anamuona babake anaweka mambo vizuri, Hiram akaweka mambo vizuri, na jengo lile la hekalu ambalo Suleiman alijenga likawa jengo bora sana. Na Sister White anasema kwamba lile hekalu lilijengwa katika kilima cha Moria, na kwamba wakati lilipokuwa linajengwa kulikuwa hakuna kelele zozote ambazo zilikuwa zinasikika, maana mawe yalikuwa yamechongwa huko, kama ni mbao zitengenezwa huko. Kwa hiyo yalikuwa yanapangwa kwa utulivu katika kile kilima cha Moria. Nikajaribiwa kuangalia, akasema Sister White kwamba Moria ndipo Ibrahim baba wa waaminifu alionyesha utayari wake wa kutoa kafara mtoto wake mpendwa Isaka, na hapo ndipo hekalu likajengwa. Hapo Mungu alifanya upya agano na baraka kwa watu wake, na hapo ndipo hekalu likajengwa. Hapo Daudi alitoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani, hapo ndipo hekalu likajengwa. Na sasa waabudu wa Yehova, baada ya kuwa hekalu limekamilika, kwenye kilima hicho ndipo walikwenda kumwabudu Bwana, wakimtolea sadaka za shukrani na kuweka jengo wakifu wakiwa na furaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo Suleiman alikuwa ameandaa vyombo, vifaa vyote. Unaweza ukaangalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 4, imeeleza namna ambavyo aliandaa vifaa vyote kama vile ambavyo ninyi mmeandaa. Na niwapongeze, naona benchi nzuri. Bwana wabariki sana.
pamoja na kwamba mna mapungufu bado, lakini basi mtaendelea kuandaa vifaa vya hekalu vizuri kama ambavyo huyu Suleiman aliweka vifaa vyote vizuri. Jengo likapambwa kwa mawe ya thamani, mierezi iliyochongwa na dhahabu iliyosafishwa, ikapendezesha hekalu likawa zuri. Nilikuwa naangalia hata milango ya hapa, sio mbao za hapa hizi, haleluya. Mbao zinapendeza, sakafu ni malumalu. Ni majengo machache utakuta na malumalu kama hili. Kwa hiyo inajaribu kutuonyesha sura ya jengo lile lile ambalo Suleiman alimjengea Bwana na akamkabidhi likawekwa wakifu. Na hili la Kangariani mmejitahidi kulijenga vizuri. Sikiliza rafiki zangu. Kanisa la Mungu aliye hai linapaswa kupambwa. Kama vile ambavyo Suleiman alipamba kanisa vizuri, linapaswa kuwekwa vizuri. Kanisa la Mungu linapaswa kuwa na vifaa vya thamani, vifaa bora, vifaa vizuri ambavyo vinaleta utukufu kwa Mungu wetu. Na Biblia inatuambia kitabu cha Efeso sura ya 20 mstari wa 20 kwenda 22 kwamba hata sisi wenyewe ambao leo tunakuja hapa kushuhudia jengo kuwekwa wakifu, na sisi wenyewe tumuombe Mungu tuwekwe wakifu. Maana tunapoweka jengo hili wakifu, maandiko yamesema na sisi tumejengwa juu ya msingi wa mitume na nini na manabii, na Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata liwe utakatifu katika Bwana. Naomba niwaambie, hili jengo halina maana. Lina maana kama watakaoabudu ndani ya jengo hili watajiweka wakifu. Na hivyo tunapokuwa tunaweka jengo hili, tutambue kwamba na sisi wenyewe tujiweke wakifu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 2 mstari wa 7. Sura ya 2 Nyakati sura ya 2:7 mstari wa 11. Utasoma, sitakuwa nasoma maana muda unaenda haraka. Inatueleza kwamba baada ya kuwa amekamilisha jengo lile vizuri, aliliweka wakifu. Na Biblia inasema kwamba aliweka wakifu mwezi wa 7. Usihangaike na mwezi wa 7. Yeye Suleiman alipokuwa anaweka wakifu ilikuwa mwezi wa 7, wakati wa sikukuu za vibanda. Kwa hiyo watu walikuwa wengi, na pigia mstari watu walikuwa wengi. Katika kuwekwa wakifu watu wanakuwa wengi. Na ndio maana tunaona hapa kuna watu kutoka Ukonga, maana leo ni kuweka wakifu. Kuna watu kutoka maeneo mbalimbali ya hapa Bwirege, maana leo kuna kuweka wakifu. Suleiman nao waliweka wakifu mwezi ule wa 7, na sanduku la agano likaingizwa ndani. Suleiman akaagiza makuhani na ibada maalum ikafanyika, wakalibeba sanduku kutoka mahali ambapo lilikuwa, wakaliingiza katika chumba cha patakatifu patakatifu, na watu wanaimba kwa furaha nyimbo za sifa, maana hekalu limekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiliza ndugu zangu, Mungu siku zote anafurahia tunapokuwa tunajenga majengo bora kama haya, majengo mazuri kama hili, na tukamkabidhi. Mungu anapenda vitu vizuri. Mungu hapendi vitu vibaya. Anapenda vitu bora vya kuvutia. Na ndio maana tupaswa kumkabidhi vitu ambavyo havijakamilika. Kwa hiyo hawa wanatueleza kabisa kwamba walikamilisha kila kitu. Na hatimaye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa 2:5-12 kwenda 14 tunaelezwa kwamba Mungu alikuwa anafurahia wazo hili na kuweka wakifu lilipokuwa limetekelezwa, na hatimaye nyimbo za sifa zikaimbwa kama ambavyo mmeimba hapa mkifurahia. Maombi ya baraka yakatolewa kama ambavyo utatoa maombi hapa baadaye, na jengo likawekwa wakifu, likatengwa kwa ajili ya ibada takatifu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jengo wakifu ili kumkabidhi Mungu majengo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweka majengo wakifu ili sisi wenyewe kujikabidhi upya kwa Bwana, kuyarasimisha kwa ajili ya ibada takatifu. Ndio maana tunaweka wakifu, kumwambia Bwana kwamba tumekupatia yote, na hivyo kila tunachofanya Bwana ni kwa ajili yako. Ikumbukwe kuwa kanisa hili halipaswi kuwa sehemu ya siasa, maana linawekwa wakifu siku ya leo.
Kanisa hili halipaswi kuwa sehemu ya malumbano ndani ya kanisa hili, maana linawekwa wakifu siku ya leo. Hapa si mahali pa kufanya mambo yako ovyo ovyo, unaingia unachati humu ndani, maana linawekwa wakifu. Unaweza ukaona unajitakia mambo ambayo si ya maana. Hapa ni mahali ambapo nakuja kwa unyenyekevu, ni mahali ambapo si pa kulia chakula, maana si ukumbi wa chakula, maana nawekwa wakifu. Ni mahali ambapo si pa kutukanana, maana mnawekwa wakifu. Ni mahali ambapo si pa kuja ukiwa unaongea watu ndani ya mioyo yako na mafigisu yakiwa ndani ya kutosalimiana. Ukimwona mwenzako amekaa hapa, unatamani ukae upande wa pili. Si mahali hapa, maana tunaliweka wakifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hapa Kangariani siku ya leo tunaenda kumwambia Bwana kwamba ni mahali pa ibada. Ni mahali pa ibada. Ni mahali pa ibada. Ni mahali pa mafundisho. Ni mahali pa maelekezo. Ni mahali pa maonyo. Ni mahali pa nyimbo za sifa. Ni mahali pa ibada takatifu za ndoa. Na hivyo ndoa zitakuja kuunganishiwa hapa. Na tunamuomba Mungu kila ndoa ambayo itaunganishwa hapa isifunguke kwa jina la Yesu. Maana tunapoweka wakifu siku ya leo, ni mahali ambapo ni kitovu cha utume. Watu watoke hapa, watoto wakiwa na mguso wa Roho Mtakatifu, na wengi waandaliwe kwa ajili ya milele. Watu watoke hapa wakiwa wamefundishwa maisha matakatifu, wafundishwe maisha ya mtindo wa kiroho. Watu watoke hapa wakiwa na joto la kupeleka habari njema. Watu watoke hapa wakiwa na nia ya kuwaita watu na kumongezea Mungu wateja wa ufalme wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hapa, baada ya kuwa pamewekwa wakifu leo, patakuwa ni mahali pa kimbilio. Bwana Yesu asifiwe. Utakumbuka katika Agano la Kale kulikuwa na miji ya makimbilio, na hapa Kangariani sasa patakuwa ni mahali pa watu wote kukimbilia. Ukiwa na shida yako binafsi, mahali sahihi ambapo unaweza kukimbilia ni ndani ya kanisa hili. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Kabla hujafanya jambo lolote, hapa Kangariani patakuwa mahali pa makimbilio. Na ni mahali ambapo patakuwa makimbilio si tu ya Waadventista wa Sabato, ni mahali pa makimbilio ya watu wote wa kijiji cha Kangariani, watu wote wa nje ya mipaka ya kijiji hiki. Ni mahali pa makimbilio kwa kila mmoja. Na kama ni mahali pa makimbilio, ni mahali ambapo milango yake haipaswi kufungwa. Amina, zimechoka. Malango yake hayapaswi kufungwa. Kwa hiyo mtuweka utaratibu mzuri wa mashemasi kuhakikisha kwamba malango ya hapa Kangariani yako wazi masaa yote, ili wanapokuja watu wanakimbilia hapa, wana shida zao, wakute pako wazi, waseme na Mungu wao. Kwa hiyo hapa ni mahali ambapo ukiwa na changamoto za maisha, kimbilia kuja hapa kanisani. Watoto wako wameshindikana, mambo hayaendi vizuri, kimbilia hapa kanisani. Ndoa yako ina mgogoro, kimbilia hapa kanisani. Uchumi wako umeyumba, wendi vizuri, kimbilia hapa kanisani. Biashara yako yendi vizuri, njoo useme na Mungu hapa kanisani. Unatamani kufanya vizuri katika mitihani yako, ni mwanafunzi, njoo kimbilia hapa kanisani. Umekosa mchumba baada ya miaka mingi sana, kimbilia kanisani umwambie Mungu. Maana hapa panawekwa wazi sasa ni mahali pa makimbilio. Haleluya. Haleluya. Ndio, una kesi ambayo imeshindikana mahakamani, mpaka unataka kufungwa, kimbilia hapa kanisani. Shamba lako nataka lifanikiwe vizuri, kimbilia hapa kanisani. Unatamani wewe mwaminifu kwa Mungu wako, kimbilia hapa kanisani. Na hivyo kwaya ambazo zitakuwa zinakimbilia hapa zitafanikiwa sana. Wote ambao mtakuwa mkisali katika kanisa hili, tumwombe Mungu siku ya leo tuweko wakifu. Amina. Na ninyi wenyewe mweko wakifu, mtembee kifua mbele mkiwa wakifu. Amina. Hamjanisikia? Mtembee kifua mbele mkiwa wakifu. Amina. Mvae mkiwa wakifu. Amina. Muongee kiwakifu wakifu.
Hata kucheka kwenu kiwakifu. Maneno yasiyo ya matukano ndani ya kiwakifu. Hata mtakapokuwa mnakula kiwakifu. Ikija saro usiende, maana mmewekwa wakifu. Usikekete watoto, maana ni wakifu. Na yeyote ambaye watu wakafanya hivyo anakiuka wakifu. Ninyi mtembee wakifu. Haleluya. Haleluya. Wale ambao mtaoa muje muolee huku wakifu. Bwana Yesu asifiwe. Na mila desturi zife kwenu wakifu. Haleluya. Haleluya. Mahusiano yenu yawe mazuri. Watu wanaowekwa wakifu wakinia kufanya kazi wanafanya kwa urefu wa kamba zao. Usiseme mimi siwezi, mimi sina. Fanya kwa urefu wako, maana unawekwa wakifu. Haleluya. Maombi yalipokuwa yameombwa, historia inaonyesha kwamba utukufu wa Mungu ulijaza hekalu. Haleluya. Naam, katibu alisema inawezekana hata ukungu wa leo ulikuwa ni utukufu wa kujaza hekalu hili ya siku ya leo. Ni wakifu. Yesu hata maneno leo ni maneno leo. Bwana wetu awabariki sana. Bwana wetu awasaidie. Mnapokuwa mnaliweka wakifu jengo hili, basi na ninyi muwekwe wakifu. Kubali kutambazwa mikono ya kibinadamu imeziinua, Mungu kwa ajili yako. Hebu mfariji na rafiki, Roho wako Mtakatifu akutane na wale ambao hapa katika kukuabudu wanainama mbele ya kiti chako cha rehema. Tunaomba wale wanaokosea waongozwe hapa kuipata njia iliyo bora zaidi, na wale wanaomboleza na wale wenye kuogopa watiwe nguvu wanapokuomba. Tunaomba imani iwe imara na upendo kuongezeka na ibada safi kuinuka, na tunapokuwa ndani ya kuta hizi zilizotukuka, hebu tufani izaliwayo na hasira ya dunia ya dhambi isambaratike. Mwisho wa kunukuu. Sasa karatasi ambayo umeishika, wanaangalia lepira bila tukaendelea. Wakati huo kuna sehemu iliyoandikwa mhudumu, nitakuwa nikisoma maneno hayo, na sehemu iliyoandikwa mkutano, mtakuwa mnajibu wote mlio na karatasi, mshare maneno hayo kwa umoja wenu. Wakati anabadilisha hiyo betri, umeyaona maneno ya mhudumu na maneno ya mkutano? Walioyaona waseme amina. Basi mimi nitakuwa nikisoma maneno yaliyoandikwa mhudumu. Baada ya kuwa nimemaliza, wote mtakuwa mnaitikia maneno yaliyoandikwa mkutano. Ninaanza. Kwa utukufu wa Mungu Baba yetu, tumeijenga nyumba hii kwa heshima ya Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, mkombozi na Bwana wetu, kwa kumsifu Roho Mtakatifu aliye mwanzo wa uzima na mwanga. Kwa maombi na nyimbo, kwa mafunzo na neno lake, kwa utukufu wa huduma na Pasaka, kwa kuwafariji walio na huzuni, kwa kuwatia nguvu ambao wamejaribiwa, na kuwafanya kuishi maisha mema, kwa kubariki jamaa, kwa kuongoza vijana, na kwa wokovu wa watu wote, kwa kulinda amani, kwa kufundisha dhamiri, na kwa kushambulia mabaya, kwa kusaidia wenye shida, kwa kuwasaidia ambao wamelemewa, kwa kuwa ukumbusho wa sabato ya Mungu, na kuharakisha kuja kwake Yesu mara ya pili, kama kipaji cha shukrani na upendo, sadaka ambayo imetolewa kwa moyo wa ukunjufu, shukrani na sifa kwa wale ambao wameisha onja kikombe cha wokovu na wameisha onja utajiri na neema yako. Tena rudia. Sisi washirika wa kanisa la
Mara ya mwisho. Amina. Katika maombi ya kuwekwa wakifu sisi wenyewe, lakini kuweka jengo wakifu. Na hivyo niwaombe wachungaji mliopo wote sasa mtoke katika sehemu mlizomo, mshike vifaa vya kanisa. Mtoke mahali mlipo. Wachache wenu washike viti, wengine mje kwenye vyombo hapa ambavyo ni vya kanisa hili mahalia, mweke mikono yenu hapo. Asante sana. Mimi na mchungaji Enoch tutabaki hapa, tutakuwa tukishikiana kuomba. Wengine wote tafuta chombo chochote cha kanisa mahalia, weka mikono hapo. Tutafute tu mahali pazuri kabisa tusujudu, na mchungaji Enoch atakuwa akiomba, na baada ya kumaliza kuomba nami pia nitakuwa nikimalizia. Niombe kadri inavyowezekana familia ya baba yetu mpendwa marehemu Abraham Sando wafike hapa karibu mbele, ili ombi hili linapofanyika. Mungu uliye mtakatifu sana, Mungu wetu, Mungu mwenye upendo mwingi, mwingi wa rehema na fadhili, Mungu ambaye unapendezwa na dhabihu zitolewazo na watoto wako, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo, kilele cha mwaka 2023, siku maalumu ambayo watu wako wamesimama kwa midomo yao wametamka kwamba wanakukabidhi nyumba hii iwe wakfu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, tunakushukuru kwa rehema ulizotujalia. Mwaka mzima tumeupita. Leo tunapohitimisha, tuna kila sababu ya kusema jina lako litukuzwe sana. Baba, tunakushukuru kwa mbaraka wa watu wako katika kanisa la Kangariani, ambao Mungu wamekuwa wakitoa sadaka hata kupatikana kwa eneo hili, hata kuanzishwa kwa kanisa mahali hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyetoa dhabihu ili kwamba mahali hapa paweze kujengwa. Lakini kipekee Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu wamekuwepo wengi waliotamani kuona sura ya jengo la kanisa Kangariani ikibadilika, lakini wewe Mungu wa mbinguni ukaridhia kwamba familia ya mzee Abraham Soka Sando ithubutu kwa ajili ya kubadilisha taswira ya nyumba yako hii ya ibada. Sasa Mungu wa mbinguni, tunawajumuisha na wote ambao wameshirikiana nao katika kuifanya sura ya nyumba yako kuwa ile inayoleta heshima kwa jina lako. Na hivi Mungu wa mbinguni, wakiwa wamepiga magoti hapa mbele, tunawaombea ni baraka yako. Tunaomba Mungu waelekezee uso wako kwa tendo hili. Mungu wa mbinguni, tunaomba mbingu zikalisajili, na tunaomba Mungu wa mbinguni, unapogawa baraka mahali kwa watoto wako ambao wamekunjua mikono yao kwa ajili ya kukupa wewe, tunaomba na wao ukawaelekezee ni baraka. Kama kuna vitu vimeshindikana vikawezekana. Kama kuna mahali milango imefungika ikafunguliwe. Kama kuna changamoto za afya ikapate ufumbuzi na uponyaji ukatokee.
Kama kuna matamanio mioyoni mwao, timiliza kwa wakati ufaao kwa jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo, Mungu wa mbinguni, wote tunakubaliana kwamba familia hii wabarikiwe. Baba Mungu wa mbinguni, tunaomba na wote ambao wametoa sadaka wabarikiwe. Kila waliotoa michango kwa ajili ya nyumba hii wabarikiwe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Na hivi sasa Mungu, tunapokuwa katika ombi hili maalum la kuweka nyumba hii wakfu na watu wako katika kanisa la Kangariani, tunaomba Mungu huruma na msamaha wako. Ikiwa kuna mahali popote panapoweza kuzuia maombi haya yasipate ridhaa yako, Baba, damu ya Yesu Kristo itufunike na kutusafi, ili Mungu wa mbinguni usikie huko juu mbinguni. Na sasa Mungu wa mbinguni, ni ombi langu ya kwamba utamwaga Roho wako Mtakatifu. Nyakati kama hizi Mungu, wewe humimina Roho wako Mtakatifu. Na hivyo tunaomba mmimine Roho wako Mtakatifu katika kanisa la Kangariani. Roho wako amwagwe, na kwa kumwagwa hapa aingie katika miji ya waumini wote wa Kangariani. Roho wako Mtakatifu ajae maisha yetu, na hata wageni tuliokuja hapa tukajazwe kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Na sasa Mungu wa mbinguni, kwa kuwa watu wako kwa moyo wa kupenda wamehiari kuja kushuhudia tendo hili la kukukabidhi wewe nyumba hii, tunaomba mimina baraka zako kwa nyumba hii, na tunaomba mimina baraka zako kwa washiriki wa Kangariani. Sasa Mungu, nyumba hii tunaomba watu wako kwa kuwa wamekukabidhi, na ikapate kubarikiwa, kwamba wakati fulani watu watatindikiwa wakikimbilia hapa, maana hapa pamewekwa wakfu sasa kuwa mahali pa makimbilio. Tunaomba watu wakikimbilia hapa, wakiliitia jina lako, sikia huko juu mbinguni. Wakati fulani patatokea njaa, naomba Mungu watu wako wakililia jina lako katika nyumba hii, sikia huko juu mbinguni. Wakati fulani watu wako pengine watahitilafiana, wakikimbilia humu wakitafuta suluhu, Baba, sikia huko juu mbinguni. Kwa sababu tumishi wako wametamka ya kwamba malango ya nyumba hii yatakuwa wazi, tunaomba wakati fulani kuna mhitaji atatokea, pengine uchumi umezorota, mtoto wako akikimbilia katika nyumba hii, akilitaja jina lako, Baba, sikia huko juu mbinguni. Wakati fulani patatokea vita, magombano, watu wako wakikimbilia hapa na kulia, sikia huko juu na ukakomeshe vita. Magonjwa yatalipuka, watu wako watakimbilia humu wakilia katika nyumba hii, sikia Mungu wa mbinguni, leta uponyaji kwa watu wako. Wakati fulani ni watoto, Baba Mungu, wazazi wao watakimbilia humu na kulia kwa ajili yao, kulia kwa ajili ya watoto walioharibika, watoto walioshindikana, watoto waliokimbia nyumbani. Baba, wazazi hao wakililia jina lako katika nyumba hii, sikia huko juu mbinguni. Baba, ninaomba wakati fulani ni vijana watatamani wapate wenzi wa maisha, wakikimbilia hapa katika nyumba yako, wakilia, wape mwongozo, wakutane na wenzi wa kuwafaa, sikia huko juu mbinguni. Pengine ni mgeni atatoka huko na huko, kwa sababu hata si mshiriki, lakini akaamini na akaambiwa kwamba kanisa la Kangariani liliwekwa wakfu, akikimbilia humu, pengine amepita kwenye hii barabara, akikimbilia humu akakulilia, sikia huko juu mbinguni. Mahali hapa Mungu wa mbinguni pakawe kitovu cha utume wako. Mahali hapa Mungu wa mbinguni pakawe kitovu cha makimbilio ya watoto wako.
mataifa yote wakimbia, hata akitoka Kenya akikimbilia hapa, sikia huko juu mbinguni. Asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu wewe ni Mungu unayepokea dhabihu za watoto wako. Pokea dhabihu ya maombi yetu mchana wa leo. Mtumishi wako, kiongozi wetu, mwenyekiti na askofu Joseph John Matongo, anapoomba akihitimisha ombi hili la kuweka wakfu jengo hili, nyumba hii, na kuwaweka wakfu watoto wako, washiriki wa Kangariani, sikia huko juu mbinguni, kwa jina la Yesu, amen. Mtumishi wako, mtiwa mafuta wako, kiongozi wetu wa kazi, Mchungaji Enoch Sando ameomba. Na yale yote ambayo ameomba Mungu, hayo ni mahitaji yetu. Na hivyo tunaomba uyasikie na uyapokee. Na sasa watumishi wako, watiwa mafuta wako, wachungaji, wameweka mikono yao katika baadhi tu ya vyombo kama sehemu ya kuwakilisha kutiwa wakifu kwa vyombo hivi. Tunaomba ya kwamba Baba, kila chombo ambacho kimetengwa rasmi kwa ajili ya kazi takatifu, kubali kuwekwa wakifu na wewe. Lakini kwa namna ya pekee, Mungu wetu, tunaomba kwa ajili ya waumini ambao watakuwa wanaingia katika kanisa hili kwa ajili ya mikutano mbalimbali ya ibada ya Jumamosi, ibada ya Jumatano, ibada ya kufunga na kufungua Sabato. Kila mmoja atakayekuwa anaingia humu, tunaomba Baba umweke wakifu. Wapo wageni ambao watakuwa nakuja kutoka mahali, kila napokanyaga milango ya kanisa hili, Baba kubali wawekwe wakifu. Na kwa namna pekee, wapo watoto watakaoingia humu kwa ajili ya ibada, hao nao Baba tunaomba wawekwe wakifu. Waumini ambao watapewa kazi mbalimbali na idara mbalimbali katika kanisa hili la Kangariani, asitokea hata mmoja ambaye atakataa, maana leo wamewekwa wakifu. Na hivyo Mungu, tunaomba ya kwamba hata unapokuja msimu wa mila na desturi, kwa kuwa waumini hawa leo wanawekwa wakifu, Baba wabaki kusimama imara kwa ajili ya utukufu wako. Baba, kwa namna pekee tunaomba Roho wako Mtakatifu atamalaki ndani ya kanisa hili siku ya leo. Kwa namna pekee kama ilivyoombwa, yeyote ambaye alinyosha mkono wake kwa ajili ya jengo hili la ibada, Baba naye usimwache bila kumbariki. Na hivyo wabariki watoto wako wa kiume na wa kike kwa ajili ya utukufu wa kazi yako. Na hata familia hii ambayo imekuja mbele ya madhabahu kwa kitendo hiki ambacho amekifanya, tunakusihi Mungu, atakapokuwa anaondoka, kila hatua ambayo ataipiga iwe ni hatua ya ushindi kwa ajili ya wokovu wa maisha yao. Nenda ubariki shughuli zao za mikono, maana wanabariki kazi yako. Nenda wabariki kwa afya njema, maana wanabariki kazi yako. Nenda uzidishe upendo, furaha na amani katika ndoa zao, maana wanabariki kazi yako. Lakini kwa namna pekee, inua wengine wengi kwa ajili ya kubariki kazi yako Baba. Sasa tunaweka wakifu jengo hili la kanisa. Mungu, kama nuru katika jamii, tunaliweka wakifu. Kama nyumba ya sala kwa watu wote, tunaliweka wakifu. Kwa ajili ya ibada ya watu wa Mungu, tunaliweka wakifu. Kwa ajili ya huduma mbalimbali za ndoa, tunaliweka wakifu.
kwa ajili ya kuongoka kwa wadhambi wote tunaliweka wakifu, kwa ajili ya kumhubiri Kristo na neno lake tunaliweka wakifu, kwa ajili ya ushirika wa familia ya Mungu tunaliweka wakifu, kwa ajili ya kuokoa watoto wetu ambao wanaweza wakataka katika maadili mbalimbali, wakija hapa Baba tunaliweka wakifu, kwa ajili ya wenye haja na shida mbalimbali wakiingia hapa Baba tunaliweka wakifu, kwa ajili ya makao ya Mungu kuishi ndani ya kanisa hili tunaliweka wakifu. Na sasa tunaiweka wakifu nyumba hii na vyombo vyake kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote semeni amina. Amen. Bwana awabariki. Jengo la kanisa la Waadventista wa Sabato Kangariani na huduma ambayo inaendeshwa na maaskofu wawili wakiwa wamesimama, mmoja upande wa kushoto, mmoja upande wa kulia, waheshimiwa na wachungaji na washiriki wakishuhudia. Nimkaribishe mwenyekiti, karibu sasa kwa huduma hiyo. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana kimefunikwa bado, na tunatamani sasa kukifungua na kitakuwa kimeandikwa kitu ndani, na baada ya kuwa kitu kimeonekana, basi tuambie kinachofuata. Naomba mturuhusu mimi pamoja na askofu mwenzangu tusaidiane kufungua hiki kibao sasa. Tunakifungua maana kimeweka kitaalamu zaidi. Tunakifungua kama mnavyoshuhudia ndivyo kinavyofunguliwa. Na sasa haleluya, amen. Ni muombe Pastor Adili atusaidie kusoma nini kimeandikwa katika kibao. Kanisa hili la Kangariani limewekwa wakfu leo tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2023 kuwa kanisa na mchungaji Joseph J. Matongo, mwenyekiti wa Mara Conference. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini vibao hivi